Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii kama nilivyosema, nia zetu hizo tatu. Kwanza kabisa tunawaombea wale ambao waliuawa wakati wa uchaguzi mkuu. Tunasema waliuawa kwa sababu watu hawa hawakuumwa, walipigwa risasi. Na waliopigwa risasi, wengine walikuwa kwenye maandamano, na wengine walikuwa nyumbani kwao, wengine walikuwa naenda kazini, na wengine walikuwa madukani mwao. Hawa walipitiwa na risasi, wakapigwa, wakafa. Hata wale ambao walikuwa kwenye maandamano, kwamba mtu amekosea, uwezo kumhukumu moja kwa moja. Ndio maana katika hatua tunasema kwamba kuna mtuhumiwa, alafu mahakama ndio itasema huyu ana hatia na atapelekwa gerezani, lakini sio kuua. Kwa waliuawa. Kwa hawa ndio tunawaombea. Tunawaombea Mungu aweze kuwapokea huko mbinguni. Lakini vile vile tunawaombea wale ambao wako kwenye maumivu bado kwa majeraha mbalimbali kutokana na matukio hayo, ambao wapo katika maumivu hayo makali. Mungu awape wepesi ili waweze kupona. Lakini vile vile tunaombea haki na amani katika nchi yetu. Na haya yote yanaonekana katika wimbo wetu wa taifa. Tunasema ni wimbo wa taifa kwa sababu natutambulisha tulivyo. Na tunapoangalia yote haya yaliyotokea, nasema haya yametoka wapi? Kila mtu anashangaa, kila mtu amedua, na tunahuzunika, tunalia. Hatujui yametokeaje na kwa nini yako hivi. Uliza sana. Wimbo wetu wa taifa tunaimba kila wakati. Na tunapoiombea Tanzania, dumisha uhuru na umoja, haki na amani. Tunayarudia mara nyingi haya. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Si kwa ajili ya kupigana, si kwa ajili ya kuwindana. Kama mtu anapowinda mnyama aweze kumuua ale nyama. Sasa si mina yetu sisi kumlenga mtu na kummaliza. Tulikuwa tunayasikia tu, na leo hii tunajionea. Na kama watu wa taifa hili tunahuzunika, na wingu zito limefunika nchi yetu. Lakini tunaangalia hadhi ya mwanadamu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, hadhi ya mwanadamu. Tunaangalia kwanza ametoka wapi huyu mwanadamu. Ni sawasawa na nguruwe? Ni sawasawa na ng'ombe? Au ni sawasawa na wadudu ambao tunakanyaga kila wakati? Ana hadhi yake. Mwanadamu katika somo la kwanza aliumbwa na hali ya kutokufa. Hali ya kutokufa, ambao Waingereza wanasema kwamba aliumbwa awe katika hali ambayo inaitwa immortality, kutokufa, awe rafiki wa Mungu kila wakati. Katika dhambi ile basi ikaletwa mauti, lakini mwisho wakati Kristo alikuja, amekufa kwa ajili yetu. Na ndio maana katika somo la kwanza sema roho za wenye haki wamo mikononi mwa Mungu. Na kwa sababu hiyo mwili huo umekufa, lakini roho hii inaendelea, ipo mikononi mwa Mungu, inalindwa na Mungu. Hakuna tabu itakayogusa tena, hata hawana bunduki tena, mlio wa mabomu yoyote, chukizo yote, kwa mikononi mwa Mungu analinda. Hiyo ni asili yetu. Tumetoka kwa Mungu sisi, na hali ya kutokufa. Lakini zaidi ya hilo, hadhi yetu bado ipo. Tuliumbwa kwa sura na mfano
wa asili ya Mungu ambayo asili yake ni umilele, eternal God. Mungu ambaye hana mwanzo wala hana mwisho. Ndio tumeumbwa kwa sura na mfano huu. Uwe umekosa, uwe umefanya nini, hadhi yako iko pale, wewe ni sura na mfano wa Mungu. Na kwa sababu hiyo lazima kumwangalia mtu kwa namna ya pekee, sio kumweka kama mnyama, na kwa sababu hiyo kumfanyia upendavyo. Pana. Na tunaangalia huyu mwenye hadhi, mwanadamu huyu aliye na hadhi hii, na kwa sababu tunajiangalia sisi sote kama binadamu. Ninapomwangalia mwenzangu ni sura na mfano wa Mungu, na ninavyomtendea mwenzangu ninamtendea Mungu mwenyewe. Na ndio maana tunasema kwamba mwanadamu huyu ana heshima yake. Kwa heshima kwa mwanadamu, ndio hapo tunapoongelea sasa haki yake. Ana haki ya kuishi, ana haki ya kusikilizwa, ana haki ya matibabu, na ana haki ya kujieleza kwa uhuru wake wote. Na penye haki pana furaha, pana umoja, pana uelewano, pana undugu. Hakuna anayemuona mwenzake ni adui. Kwa mfano kama sasa hizi unajua kwamba pengine walilengwa risasi wenzetu wakafa. Sasa wale waliolenga risasi hao ni nani hao? Sasa wamelenga risasi, hilo limewapata hao, wamekufa. Na tuna ndugu, tunalia sisi ndugu zao, tunaomboleza sisi ndugu zao. Sasa tunapowaona waliolenga risasi tunawaangaliaje? Kwa sasa ni manake wanakuwa sasa ni nani? Kwa sababu mwanadamu sio mnyama wa kawaida kwamba kama nguruwe au nini sema nataka nipate kitoweo. Napomaliza huyu napata faida ipi zaidi ya chukizo kwa Mungu? Mengi yanaongelewa sana leo hii, yanaongelewa kwa namna tofauti. Pengine tunayaweka haya kisiasa, lakini mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu. Mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu. Na siasa yetu kama binadamu tunasema kwamba kila mwanadamu, kwa sababu si kisiwa. Hata kwenye familia kuna siasa, lakini siasa tunazoziongelea ni siasa gani? Sio za uadui. Taifa letu limeundwa, tukiangalia baba wa taifa alituweka katika misingi ya kupendana, ya kusaidiana, ya kukosoana kwa upendo. Alafu hata yule anayeongoza kujikosoa, kwa sababu taifa lijikosoa. Alisema kabisa kwamba tutathimini muda huu tulioishi. Tumeishije? Tumekosea wapi? Tujirekebishe. Kumbukeni kwamba mtu ambaye hawezi kutambua kosa lake ni vigumu sana kujirekebisha. Naona kila mmoja anayesema anamuonea, ni kama yani anamtendea vibaya sana yeye. Na hili ni tatizo. Ndio na sala sio maigizo. Kama kweli tunamjikabidhi mbele ya Mungu, si Mungu, haya yalimetoka wapi? Haya yaliyotendeka yametoka wapi? Wengine kama Tanzania hapa tunaona kwenye movie, lakini leo hii kwa macho sasa tulikuwa tunayaona. Sasa juzi hiyo tumeona risasi zinavyomiminwa. Tumekaa ndani, ukitoka nje unaogopa kwamba utakutana na risasi. Na ndio maana lazima kukaa kuangalia hiyo. Na ndio maana tunasema tunapoombea
haki na amani katika taifa letu, kuna wimbo unaimbwa, ni sawa sawa kusema upendo, sio hisia. Upendo unaoongelewa katika imani yetu ni upendo wa sadaka. Na tunapoongelea amani, sema wimbo wa amani unaimbwa sana, lakini tunasahau kuimba wimbo wa taifa. Tunasahau kuimba wimbo wa taifa. Kama tunaimba ni maneno tu tunayotamka, lakini nyoyo zetu ziko mbali sana. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja, watu wajisikie nyumbani, lakini vile vile haki na amani. Lakini sasa siku hizi tunaimba amani, 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 amani. Tudumishe amani, tudumishe amani, tudumishe amani. Huwezi kujenga nyumba hewani hata siku moja. Msingi wa amani ambayo itakuwa imara kwa taifa lolote lile, msingi wake ni haki. Haki kwa kila mmoja. Tunaangalia vitu vyote hivyo, kiangalia iwe katika uchumi. Manake kila mara hata za mara taona nchi nzuri yenye mito na mbizi. Unaishi kama hupo nyumbani. Hili ni tatizo. Hili ni tatizo ambalo tusipoangalia kwa makini tutapotea. Katika historia ya ulimwengu, yani katika mwanadamu huyu, kulikuwepo na wanafalsafa wa mwanzoni. Walikuwa wanaangalia hivi ukweli, vitu vyote vimeumbwa vimetoka wapi? Baadaye wakaona mbona amepotea, haiwezekani. Ngoja tumwangalie mwanadamu yeye mwenyewe. Wakamwangalia mwanadamu, haiwezekani. Mwisho akaingia kwenye kitu kinaitwa relativism. Ni kadiri yangu mimi. Ukweli ni kadiri yangu mimi. Sasa kila mtu akisema ukweli ni kadiri yangu mimi, si tunauana sisi. Mimi ndiyo mwenye ukweli, wewe huna. Na kadiri yako wewe mabaridi. Usiseme leo kuna baridi sana. Namwambia nani? Wanafalsafa walifika hivi. Wakaenda mbele, wakafika kipindi mpaka wakaamini ushirikina, wakaogopa nyota. Lakini walikaa chini wakasema tuangalie tumepotea wapi, turudi tena katika misingi ambayo inatakiwa tuweze kuishi kama binadamu. Lakini sisi tusiposoma vizuri ujumbe huu tunaouona huu ambao tunalia, tunaomboleza, tutafika pabaya. Tukijidai kwamba tumefumba masikio, tukajidai kwamba tuoni, tukaegemea upande mmoja, tusipomwangalia muumba huyu kila mara tunajikabidhi mikononi mwake. Tunaanza kampeni, tumuombe Mungu kwanza. Tunaanza hiki, tumuombe Mungu kwanza. Tunaanza bunge, tumuombe Mungu kwanza. Tusipomwangalia sasa tunamuomba nani? Tusipomjua, maigizo haya yatatufikisha pabaya. Tunahitaji kurudi kwenye misingi yetu, na tunahitaji vile vile kuangalia wimbo wetu wa taifa ambao unatutambulisha sisi kama Watanzania. Kweli kuna umoja, kweli kuna uhuru, kweli kuna haki, kweli kuna amani. Hao ni maneno mengi. Kama naanza kukimbia watu sasa, nifikiri kwamba nikimwona askari ni ndugu yangu. Askari karibu. Kilikona askari nakimbia. Kuna kitu si sawa. Kama kila mtu anaanza kujisifia kwake tu, na maafa yote haya yaliyotokea najisifia tu, hiki tuone hadhi ya binadamu. Hata kikosea kuna namna ya kumwajibisha, si kummaliza. Tukimmaliza huyo na tukianza kuongelea maendeleo ya taifa, nani atakayefanya kazi? Na kama tunaongelea hiki na hiki kimevunjwa, hiki kimevunjwa, lakini tuangalie kwa nini haya yametokea. Ujumbe huu una maana gani kwetu? Kama taifa tumeteleza.
Na ndio maana hivi tumemchukiza sana Mungu. Na ndio maana tumepoteza utambulisho wetu kama Watanzania. Sasa ukienda kokote kule sasa kule ambako waliandamana wakauawa. Ukifika huko walikouawa, waliopigwa risasi. Kwa hiyo sasa yule naye nikosoa ili nimmalize. Hapana. Tunahitaji kuangalia kwa namna pekee. Na Mungu anatuona Na unafiki tunaoonyesha Mungu anatuona. Manake nakuja kwako sana nakupenda sana kumbe nakuchoma kwa kisu. Unafiki huu Mungu anatuona. Na ndio maana tunapoombea wenzetu hawa kwa kweli tujitafakari. Tumeathirika sana. Watoto wetu waliozaliwa kipindi hiki walipoyaona mabomu yale, mimi sijui wameathirika kiasi gani. Watoto wadogo wachanga wote hao. Hata kuna wengine wadogo tu wameuawa wadogo. Wameathirika, hawajai kuona kitu kama hicho ambacho si kawaida. Tumepoteza utambulisho wetu kwamba huyu ni Mtanzania, huyu Tanzania ya Nyerere. Sasa sisi hizi itakuwa Tanzania ya nani? Tujiulize. Ni ya Nyerere tena. Nyerere akifuka leo hii atatushangaa. Akatuangalia tulivyo atatushangaa. Angalia tulivyo atatushangaa. Maneno yake ya mwisho yalikuwa akasema kwamba jamani, Tanzania naipenda na acha nyewe Tanzania mwishi vizuri na nini mwishoni. Lakini sasa kute hivi tunauana kama wanyama. Tunachukiana. Tuna uhasama. Hatusaidiani. Hatuongozani. Tatizo kubwa. Wingu hili sisi litaisha lini? Tuendelee kumwomba Mungu. Na ndio maana tunaikabidhi nchi yetu ya Tanzania mikononi mwake. Tunaombea haki na amani. Sio tu amani, haki na amani, msingi na nyumba yake, ili iweze kuwa imara daima. Tunawaombea waliojeruhiwa uponyaji. Tunawaombea marehemu wote waliouawa pumziko la milele. Tumsifu Yesu Kristo.